Mimi naitwa Mlisho Selemani Gambo, ndio team manager wa timu ya Mbeya Kwanza. Manager, toka mfike hapa Tabora, pengine mpaka sasa mapokezi ya Mbeya Kwanza kwa hapa mkoani Tabora yakoje mpaka hivi sasa? Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu, toka tumefika nadhani tunapata sehemu zote support kutoka kwa wapenzi, kwa viongozi wote wako pamoja na sisi, na ndio maana unaona hadi leo bado tuko Tabora na tunaendelea kwenye michezo mingine. Mwenendo wa Mbeya Kwanza ukiangalia kwenye msimamo unaridhisha, pengine kwa namna ambavyo ligi inavyoendelea, kwa sababu bado kuna michezo mingi, pengine Mbeya Kwanza unaiona wapi mpaka mwishoni mwa msimu? Yaani kwanza muendelezo kama vile mnavyouona, na kila mtu anapambana katika njia zake na timu yake na wachezaji wake na uongozi uliokuwa huko bora kwenye timu. Kwa hiyo sisi tunachosema, sisi tunacheza. Kwa hiyo tuna malengo yetu tumejiwekea. Kwa tunamuomba Mwenyezi Mungu hadi atapotufikisha tupate nafasi ya kwenda kushiriki ligi kuu. Mbeya Kwanza ilikuwa hapo awali ilikuwa Mbeya, lakini mwisho wa siku ikahamia Tabora kutokana na sababu ambazo ziliainishwa. Pengine tutegemee kuiona Mbeya Kwanza ikisalia mkoani Tabora. Kwanza ni watoe hofu wananchi wa mkoa wa Tabora, hii ni timu yao. Na timu yao ambayo imenunuliwa na wakazi wa Tabora na itakuwa Tabora na haitahama kwenda sehemu yoyote, kwamba ipo katika mkoa wa Tabora na itashiriki katika mashindano yoyote katika mkoa wa Tabora, haitahama tena. Kwa sheria na kanuni wanavyokuwa, lazima tukimaliza hapa, kama Mwenyezi Mungu atatujalia, tutapoenda mbele tunaweza kufanya mabadiliko, lakini kwa sasa itasalia kwa jina la Mbeya Kwanza tu. Mbeya Kwanza ina maingizo mapya kwenye dirisha dogo, pengine mpaka sasa namna ambavyo umeona maingizo mapya, kuna namna imeboost kwenye kikosi cha Mbeya Kwanza? Imeboost sehemu kubwa sana, kwa sababu kuna mchanganyiko wa wachezaji na takriban wachezaji 8 wa kigeni, na wote wako sawa na wote wanacheza na wanatoa mchango wao katika timu. Ndio maana unaona bado wapo. Wangekuwa hawapo katika muongozo mzuri, usingewaona hapa kwenye timu, ingekuwa shaondoka tayari. Mpaka sasa kuna mchezaji yoyote ambaye ana shida ya vibali na vitu kama hivyo? Hakuna shida yote ya mchezaji yote mwenye kibali wala ndio maana wote wanacheza katika mechi zote, mnaona wanacheza. Kwa hiyo sisi tunaendeleza, ambapo kama kuna mchezaji tumemsajili lazima tukamilishe vibali vyote vya serikali na vya nchi, lazima viwe viko sawa. Kwa hiyo hamna shida yote ya kibali chochote. Wewe mwananchi wa Tabora, unayetafuta duka la vifaa vya umeme, wapi vinapatikana? Basi nenda moja kwa moja Mnawe Enterprises. Wamefungua duka jipya la kuuza vifaa vya umeme wa majumbani na viwandani. Wanauza jumla na rejareja. Wamekuja na punguzo kubwa la vifaa vya umeme. Extension ya shilingi 10,000 watakuuzia shilingi 4,000. Switch flash ya 1 gen ya 1,500 watakuuzia shilingi 900 tu. Earth ya shilingi 10,000 watakuuzia shilingi 6,000. Conduit pipe ya shilingi 1,500 watakuuzia kwa shilingi 1,000. Square box shilingi 400. Najua maduka yapo mengi, lakini Mnawe Enterprises ndio suluhisho na mkombozi wa vifaa vya umeme mkoani Tabora. Bei zao ni nafuu mno. Fika ofisi zao zilizopo mtaa wa Gongoni, jirani na Changamoto, au wapigie simu namba 0768733657. Wana Tabora, twendeni tukanunue vifaa vya umeme kwa bei ya punguzo sawa na bure kwenye duka jipya la Mnawe Enterprises maeneo ya Gongoni.